Wananchi wilayani Kilindi mkoani Tanga hatarini kukumbwa na janga la njaa kufuatia kipindi kirefu cha hali ya ukame kilichopelekea mazao kunyauka. Polisi nchini Kenya yafyatua gesi ya kutoa machozi ili kuwatawanya waandamanaji waliokuwa wakijaribu kuvamia kanisa ambalo limepokea mchango kutoka kwa Rais William Ruto. Na katika michezo, shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF limefungia viwanja vitatu kutumika kwa michezo ya ligi kuu soka Tanzania bara kutokana na kukosa vigezo vya kikanuni na kisheria vinavyotakiwa kutumika katika ligi kuu. Naam, hujambo mtazamaji, karibu katika habari ya kutwa nzima ya leo ukiwa nami Lulu Ali, lakini katika upande wa habari za michezo na burudani tutakuwa na winga Tala za Wetini Sangalawa ambaye atakupasha zaidi katika upande huo wa michezo na burudani. Na tukianzia huko wilayani Kilindi mkoani Tanga, wananchi wilayani Kilindi mkoani Tanga wameingiwa na hofu ya kukumbwa na janga la njaa baada ya wakulima wa zao la mahindi kukosa mavuno kwenye mashamba ya kufuatia kipindi kirefu cha hali ya ukame kilichopelekea mazao yao kunyauka na kusababisha kupanda kwa bei ya zao hilo sokoni. Kutoka Kilindi, Tanga, Ernest Mbeza na ripoti zaidi. Hali hiyo imeshuhudiwa na kamera ya Channel 10 baada ya kutembelea baadhi ya mashamba yaliyopo wilayani humo. Na hapa baadhi ya wakulima pamoja na mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya Kilindi Idrisa Mgaza wanasema mahindi kwa kweli yamegoma. Amekuja vizuri mpaka kati ya mwezi wa Machi, mwezi wa pili jua liliwaka la kutosha tu. Basi ndio tumepata hasara sasa. Na kingine tunachokielewa ni kwamba kwa jinsi ilivyo mwaka huu kuna dalili ya kukumbwa na njaa. Kwa sababu msimu wa mvua ya masika hatuna uhakika kwamba tunaweza tukapanda mazao ya mahindi yakaenda, ukizingatia kwamba chakula chetu kikuu ni mahindi. Mazao yamekauka mashambani. Watu wetu watakabiliwa na njaa kubwa sana. Lakini na sisi kama halmashauri mapato yetu yataathirika mno. Kwa sababu zaidi ya 80% ya mapato yetu tunategemea mazao ya shambani. Ukame huu wa muda mrefu umeharibu kwa kiasi kikubwa mazao yetu. Baadhi ya wananchi wanaeleza changamoto ya kupanda kwa bei ya mahindi sokoni, huku wakiomba serikali wapelekee mahindi ya bei nafuu ili waondokane na adha ya kununua mahindi kwa wafanya biashara ambao wamekuwa wakipandisha bei ya bidhaa hiyo kila kukicha. Mahindi mashambani hamna, watu wanategemea haya ya wafanyabiashara, wanaenda kuyatafuta huko Kiteto, wanatafuta huko Kibaigwa. Awali ilikuwa kilo ya mahindi ni shilingi 500, lakini baada ya ukame kuingia huu mahindi yamepanda ghafla kufika shilingi 1000 mpaka sasa hivi. Shilingi 1000 kwa mwananchi wa hali ya chini na jua linalowaka hili ni ngumu sana kwa afford maisha ya namna hiyo. Ni maisha magumu sana. Maana kama serikali ingekuwa inaweza kwa sasa ili watu wajiandae kwenda kwenye kilimo, ingewasaidia hata wale chakula cha bei nafuu ili waendelee kwenda kwenye kilimo wakiwa na mazao ya bei nafuu. Kwa upande wake afisa kilimo wa halmashauri ya wilaya Kilindi ametoa wito kwa wakulima kufuatia mvua zinazotarajiwa kunyesha hivi karibuni. Tunaendelea kusisitiza wakulima kulima mazao au mbegu ambazo zinakaa shambani kwa muda mfupi kati ya siku 60 mpaka 75, lakini pia kulima mazao ambayo yanastahimili ukame kama mihogo, viazi pamoja na mtama. Huu ndio wito ambao tunatoa, lakini pia tunasisitiza sana wananchi kutunza chakula kile ambacho wanacho. Kutoka wilayani Kilindi mkoani Tanga, mimi ni Ernest Mbezi, Channel 10. Naam, shukrani sana Ernest Mbezi kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, mamlaka ya hali ya hewa Tanzania TMA imetoa taarifa ya uwepo wa kimbunga Jude katika bahari ya Hindi eneo la rasi ya Msumbiji. Taarifa iliyotolewa na mamlaka hiyo imeeleza uchambuzi wa mifumo ya hali ya hewa inaonyesha kimbunga hicho kitaingia nchi kavu katika eneo la Msumbiji leo na kupungua nguvu yake. Kimbunga Jude kikiwa katika eneo la rasi ya Msumbiji kinatarajiwa kuchagiza mifumo ya hali ya hewa hapa nchini na kusababisha ongezeko la mvua katika maeneo mbalimbali nchini. Hata hivyo, kimbunga Jude kinatarajiwa kurejea tena baharini na kuimarisha nguvu yake katika kipindi cha kati ya Machi 13 hadi 15 mwaka 2025. Aidha, kutokana na mwelekeo na umbali wake, kimbunga Jude hakitarajiwi kuwa na athari za moja kwa moja hapa nchini.
Tukiangazia huko mjini Nairobi nchini Kenya, polisi nchini Kenya wamefyatua gesi ya kutoa machozi ili kuwatawanya waandamanaji waliokuwa wakijaribu kuvamia kanisa ambalo lilipokea mchango mkubwa kutoka kwa Rais William Ruto. Tupate taarifa zaidi. Hatua ya rais wa Kenya kutoa zawadi ya shilingi milioni 20 katika kanisa la Jesus Winner Ministry huko Roysambu, Nairobi imezua vurugu kwa baadhi ya vijana wa Kenya wanaokutana na changamoto ya gharama ya maisha. Vijana nchini Kenya wamekuwa wakilalamika kupita katika wakati mgumu wa maisha na ukosefu wa ajira, jambo lililosababisha vijana hao kuvamia kanisa hilo kwa madai ya fedha hizo ni za Wakenya wote na si makanisa. Kwa mujibu wa vyombo vya habari nchini Kenya, ghasia hizo zilitokea wakati ibada ikiwa inaendelea kama kawaida, huku kukiwa na ulinzi mkali. Katika ghasia hizo watu kadhaa wamekamatwa wakati ambapo waandamanaji wakijaribu kuingia kanisani kuwasha moto na kutumia mawe kuzuia barabara zinazozunguka eneo hilo. Hata hivyo, Rais Ruto ametetea mchango wake na ameahidi kutoa zawadi kama hiyo kwa kanisa jingine huko Eldoret. Hali hiyo imetokea katika uwanja wa michezo wa Gusii ambapo vijana wamemzomea kiongozi wa chama cha ODM Raila Odinga siku mbili baada ya kutia saini mkataba wa kushirikiana na Rais William Ruto, vijana hao wakitaja hatua ya Raila kama usaliti kwao. Itakumbukwa mwaka jana viongozi wa makanisa Katoliki na Anglikana nchini Kenya walikataa zawadi wakisema kuwa ni muhimu kulinda makanisa dhidi ya kutumika kwa madhumuni ya kisiasa. Shabani Mpute, Channel 10+. Na huyu ni mwandishi wetu Shabani Mpute. Na sasa tuangazie huko Karatu mkoani Arusha ambapo jamii ya Hadzabe katika eneo la Eyas wilayani Karatu mkoani Arusha wameomba serikali kuingilia kati mgogoro wa kufukuzwa katika makazi yao ambayo huyatumia pia kwa utalii baada ya kupewa notice ya siku 14 kuhama ili kumpisha mfanyabiashara anayetarajiwa kulima vitunguu katika eneo hilo. Tupate taarifa kamili. Wakizungumza na waandishi wa habari katika kijiji cha Kadet wilayani Karatu waliotembelea eneo hilo kufanya uhakiki wa taarifa za maarifa ya asili ya jamii hiyo katika uhifadhi, mradi unaotekelezwa na MIPAC kwa ufadhili wa mfuko wa mazingira duniani GEF kupitia programu ya miradi midogo ya shirika la maendeleo la Umoja wa Mataifa UNDP na ofisi ya makamu wa rais mazingira. Jamii hiyo imeomba serikali kuwasaidia. Katibu wa Wahadzabe eneo la Eyasi Maria Yona ameomba msaada kutoka kwa Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ili wasiondolewe kwenye ardhi yao ya asili ambayo pia hutumiwa kwa utalii. Yaani maeneo tunaishi sisi ni ya shida sana kwa maana tunaingiliwa na makabila sasa. Tunaendelea kwenda tu polini mbali na maji. Huwezi kuishi karibu na watu ambao wafugaji. Kwa na wafugaji sisi wenyewe ni wafugaji, sisi ni watu wa polini. Ukiamua hata kwenda kuchimba mizizi unakosa, unakuta miti zimekatakatwa hizi kama miti hizi za kuchuma matunda hizi, msinachuma matunda watoto wanaweza kula. Sasa unakuta wameshakatakata, ng'ombe wamekula, unaona hapa hakufai kwa maana chakula yote imeshaharibika. Mnahama sehemu nyingine kwenda kuangalia sehemu ambayo inayo chakula. Kwa hiyo kama serikali ipo bega kwa bega nayo, wanajitahidi sana kuhakikisha changamoto zao zinapotokea basi wanazisimamia. Kwa hiyo na imani bado serikali ipo pamoja nao. Kwenye changamoto wataendelea kwa pamoja nao, wataendelea kushirikiana kuhakikisha kwamba kila kinachohitajika wao kukipata, kilicho haki yao basi wataendelea kukipata. Mwenyekiti wa bodi ya utalii katika eneo la Lake Eyasi, Daniel Hau, amesema licha ya kuwa kivutio cha utalii, jamii ya Wahadzabe inakabiliwa na shida nyingi ikiwemo uvamizi wa ardhi yao na ukosefu wa chakula. Tumeona changamoto kubwa sana ya kuvamiwa katika maeneo yao. Tumeona mpaka saizi jamii ya Wahadzabe imeshindwa kumiliki ardhi kwa sababu hawana hati miliki. Kwa sisi kama MIPAC kwa kushirikiana na mashirika mengine na wadau wengine tutapaza sauti kuona kwamba jamii hii itasaidiwa vipi kuweza kumiliki ardhi hata kama imiliki kwa kimila. Lakini vile tumepata elimu nzuri kwamba hii jamii imeweza kutunza huu msitu kutokana na kuwa na maarifa ya asili. Jamila Omar, Karatu, Arusha. Na mtazamaji, tukielekea huko mkoani Rukwa, umoja wa wanawake wa makanisa Kikristo Tanzania CCT mkoa Rukwa umefanya maombi ya wanawake duniani na kusisitiza jamii kukabiliana na changamoto ya mmomonyoko wa maadili na ukatili dhidi ya watoto na wanawake. Wilbert Sumia kutoka huko Rukwa anatuarifu zaidi.
Maombi hayo yametanguliwa na maandamano ya amani katika mji wa Sumbawanga na kisha ibada katika kanisa la Anglikani la Watakatifu Wote Jangwani. Msisitizo ni maadili, unyanyasaji dhidi ya wanawake na watoto. Mgeni rasmi ni katibu tawala wa wilaya ya Sumbawanga, wakili Gabriel Masinga, amesisitiza umuhimu wa kuandika usia. Siku ya leo kambembeleze bebi wako. Naomba twende ofisi ya mkuu wa wilaya watusaidie kuandika wosia. Na nakala inabaki pale Lita kwangu. Nakala nyingine utampelekea mchungaji wako unayemwamini aitunze. Na wosia sio uchuro. Ni tamko la kwamba Mungu akiniita mke wangu na watoto wangu mali zao ni hizi. Asimguse mjomba hata kama mjomba alinisomesha. Viongozi wa kanisa wameungana kulaani vitendo vya ukatili, mmomonyoko wa maadili na unyanyasaji wa kijinsia kuwa ni kinyume na uumbaji wa ajabu wa Mwenyezi Mungu. Mkoa wa Rukwa. Lengo ni kuwafikia vijana wa kike na wa kiume katika kuwafundisha neno la Mungu pamoja na elimu ya maadili, ikiwemo vijana wajitambue na kuthamini utu wao pamoja na kukataa ushoga na usagaji ili kulinda kizazi chetu kwa sifa na utukufu wa Mungu. Tusione watoto wa mitaani, tusione watoto wanaozaa kabla ya wakati wake. Watoto wakizaa kabla ya wakati wake wanashindwa kuwalea watoto. Na leo tukiwa ni siku ya maombezi ya wanawake, tuone uumbaji wa Mungu kuwa ni wa ajabu, na ili uumbaji wa Mungu wa ajabu ni muhimu kuwajibika mbele za Mungu, mbele za taifa na mbele za kanisa. Nikiripoti kutoka mkoani Rukwa, mimi ni Wilibert Sumia na hii ni Channel 10+. Naam, shukrani sana Wilbert Sumia kwa taarifa hiyo. Tukielekea huko nchini Marekani, ndege imeanguka katika eneo la makazi huko Lancaster County, Pennsylvania nchini Marekani na kuteketea kwa moto. Mwandishi wetu anatuarifu zaidi. Picha zinaonyesha mkia wa ndege ukiwa kwenye maegesho ya magari, huku sehemu kubwa ya ndege ikiwa imeteketea kwa moto. Kwa mujibu wa taarifa za awali, ndege hiyo ilikuwa ikisafiri kutoka uwanja wa ndege wa kimataifa wa Philadelphia kuelekea uwanja wa ndege wa Harrisburg wakati alipopata matatizo ya kuanguka katika eneo la makazi. Mashuhuda wameripoti kusikia mlipuko mkubwa na kuona moshi mzito ukifuka kutoka eneo la ajali, ambapo baadhi ya nyumba na magari yalikuwa karibu na eneo la ajali yaliharibika kutokana na moto uliozuka baada ya ajali. Maafisa wa usalama wamethibitisha kuwa watu 5 wamepelekwa hospitalini, huku chanzo cha ajali hiyo hakijulikana. Timu za zimamoto na uokoaji ziliwasili haraka katika eneo la tukio na kuanza kuzima moto pamoja na kuwaokoa waathirika. Mamlaka za usafiri wa anga ikiwemo bodi ya kitaifa ya usalama na usafiri NTSB na mamlaka ya usafiri wa anga FAA zimeanza uchunguzi rasmi ili kubaini chanzo cha ajali hiyo. Wakazi wa eneo hilo wamehimizwa kuepuka eneo la tukio wakati mamlaka zikiendelea na shughuli za uokoaji na uchunguzi kutokana na taharuki kubwa miongoni mwa wakazi wa eneo hilo. Yakini Mwakatobe, Channel 10+. Na mtazamaji, tukiwa bado tunaangazia taarifa yetu ya habari, na sasa tuangazie huko Handeni ambapo taasisi ya marafiki wa maendeleo ya Handeni MAAHA imeendelea kuunga mkono jamii kwa kusaidia kuboresha miundombinu ya ibada katika halmashauri ya mji wa Handeni. Pia taasisi hiyo imetoa msaada wa kifedha kwa kanisa la Kiseriani ili kusaidia uboreshaji wa huduma za ibada hasa katika kipindi hiki muhimu kwa waumini wa madhehebu mbalimbali. Tukaja kufanya tena harambee ya kununua vyombo, kwa sababu vyombo tuliokuwa nayo ni vyombo vidogo, haiwezi kudumu ndani ya umeme, na tukiwa tuko nje hii vyombo itakuwa haitumiki kwa sababu sauti ni ndogo. Kwa majina anaitwa Gaspar Thomas na mimi ni muumini hapa Kiseriani. Na shukruni sana nyie ambao mmefika hapa, na changamoto ipo ambao unamuona katika yani hii kanisa huwezi kwenda kusema kwamba upige tochi. Inaonekana kwamba ni bado iko wazi, bado nataka kiendelezi. Kwa hiyo tunashukuru sana mikono yenu ambao mmefika hapa na inaendelea kufanya juhudi ya kuongeza kanisa vitu ambao imebaki. Taasisi ya MAAHA imekuwa ikifanya mambo mengi na jamii, imekuwa ikishirikiana na jamii, lakini pale ambapo jamii inahitaji chochote kutoka kwetu, basi taasisi imekuwa tunapambana kuhakikisha kwamba
tunatekeleza hizo ahadi zetu. Kwa hiyo leo tumekuja hapa mbele yenu kwa ajili ya kukabidhi kiasi cha shilingi 500,000 ambayo mwenyekiti wetu Bi Mariam Mwanilwa aliwaahidi. Tulipokea ombi la ndugu zetu wa kwa Magome kuhusiana na ujenzi wa msikiti, na kwenye ombi hilo tuliahidi kukabidhi mifuko 50. Lakini leo napenda kutangaza kwamba tutakabidhi mifuko 30 maeneo haya. Baada ya muda tutaleta mifuko mingine 20 kwa ajili ya kutimiza ombi ambalo tulipokea kutoka kwa uongozi wa msikiti wa kwa Magome. Tukiangazia huko Mashariki ya Kati, Israeli imetangaza kukata huduma ya umeme katika ukanda wa Mashariki mwa Gaza tangu jana Jumapili. Taarifa zaidi na mwandishi wetu Hana Tujuza. Hatua hii inajiri baada ya wiki iliyopita Israeli ilifungia huduma ya usafiri wa bidhaa kwa Wapalestina zaidi ya milioni 2, ikikumbusha hatua kali ilizochukua siku za mwanzo za vita vyake dhidi ya Hamas. Matokeo ya hatua hii hayajaeleweka haraka, lakini eneo la Gaza linapata umeme kutoka Israeli ili kuzalisha maji ya kunywa. Israeli inaishinikiza Hamas kukubali kuongeza muda wa utekelezwaji wa sitisho la mapigano katika awamu ya kwanza, japokuwa awamu hiyo ilimalizika mwishoni mwa juma lililopita. Hamas imeitaja hatua hiyo kama sehemu ya sera ya Israel ya kusababisha njaa kwa Wapalestina wanaoishi ukanda wa Mashariki mwa Gaza. Israeli inataka Hamas iwaachilie nusu ya mateka wanaobaki ili kufanikisha mazungumzo ya sitisho la mapigano la kudumu. Hata hivyo, Hamas inataka kuanza mazungumzo juu ya awamu ya pili ya kusitisha mapigano ambayo ingepelekea kuachiliwa kwa mateka wanaosalia huko Gaza sambamba na kuondolewa kwa wanajeshi wa Israeli ili ipatikane amani ya kudumu. Inaaminika kuwa kundi la Hamas bado linawashikilia mateka 24 walio hai na miili ya watu wengine 35 wa Israeli. Mimi ni Salma Shabani na hii ni Channel 10 Plus. Kufuatia kuwepo kwa changamoto kuchelewa kwa majibu ya uchunguzi wa makosa ya jinai ambayo imekuwa ikifanywa uchunguzi na maabara ya mkemia mkuu wa serikali, wadau wa haki jinai wametakiwa kuhakikisha kila mmoja anatekeleza wajibu wake ipasavyo ili kuharakisha uchunguzi na kutenda haki mahakamani. Mwanahabari wetu Pedro Salo ana taarifa zaidi. Wadau wa kijinai wakiwemo madaktari, waendesha mashtaka, mahakimu, jeshi la polisi na ustawi wa jamii wamekutana pamoja kupatiwa mafunzo na mamlaka ya maabara ya mkemia mkuu wa serikali. Lengo ni kuwajengea uwezo na kurahisisha utoaji wa haki kwa makosa yanayohitaji uchunguzi, ya kutoa uelewa sahihi wa namna wa kuchukua sampuli mbalimbali, utunzaji wake na usafirishaji wake hata kufikia maabara ya mkemia mkuu wa serikali kwa ajili ya uchunguzi ili haki iweze kutendeka mahakamani, sababu uchunguzi wa kisayansi ndio uchunguzi ambao unatambulika mahakamani katika kutoa haki na inaweza kutoa kabisa kama mtu hajahusika na kosa lolote, uchunguzi wa kisayansi na muondoa. Akizungumza katika mafunzo hayo, Katibu Tawala mkoa wa Tabora Dr. John Mboya ametoa rai kwa wadau kuhakikisha wanatekeleza wajibu wao, huku akiweka bayana mkakati wa serikali wa kujenga maabara ndogo mkoani Tabora ili kupunguza changamoto ya usafirishaji wa sampuli. Kutokana na rasilimali zetu, wakati mwingine unaweza kupata changamoto ya kusafirisha ile sampuli. Kwa hiyo tunaweza tukakubaliana tuimarishe vipi kila hatua. Pamoja na kupata elimu hiyo, tuweze kujua the whole chain must be working in harmony. Tumejifunza kwamba kunatakiwa tuwe na ushirikiano wa karibu kati ya idara zote, sio polisi peke yake, polisi, waendesha mashtaka, wenzetu wa madaktari, namna gani ya kusaidizana katika kufanya hili jambo, sababu hii ndio ya kijinai. Kwa katika kijinai wadau wote tutakao tushirikiane. Polisi kama polisi hawezi kuchukua sampuli. Sampuli inachukuliwa na nani? Daktari. Daktari na polisi kuungana kwa pamoja, mwisho wa siku tunapata nini? Matokeo yaliyokuwa bora zaidi. Mtandao wa polisi wanawake TPF-net mkoa wa Arusha umeomba jamii wa Tanzania kutembelea na kuvitangaza vivutio vya utalii kwa kufanya utalii wa Puto Balloon katika hifadhi ya taifa ya Serengeti. Kauli hiyo imetolewa na mwenyekiti wa mtandao wa polisi wanawake mkoa wa Arusha, kamishna msaidizi wa polisi ICP Deborah Lukololo, ambapo ameomba wananchi kujenga tabia kutembelea vivutio vya utalii vilivyopo hapa nchini. Wameruka, hakuna matata, Serengeti wamefika.
anataka hakuna matata, na alofta anaipenda hakuna matata. Nasema jambo jambo bwana, habari gani? Nzuri sana, wageni waligi wakaribishwa Alivechalosi, hakuna matata. Na wageni bomba bomba champeni bomba. Sisi askari wa kike mkoa wa Arusha tunamshukuru Mungu sana kwa nafasi ambayo tumeipata baada ya kumaliza maadhimisho ya siku ya mwanamke duniani iliyofanyika kitaifa mkoani Arusha tarehe 8 mwezi wa 3. Tulipata fursa hii ya kutembelea mbuga ya Serengeti. Tumefika hapa Serengeti kuanzia jana tarehe 9 mwezi wa 3 na mpaka sasa tuko mbugani. Tunashukuru Mungu tumeweza kufurahi na kuona wanyama wengi wa kila aina, lakini leo alfajiri tumepata utalii mwingine. Asubuhi tumefanya utalii wa baruni. Utalii huu ni utalii mpya. Ni utalii ambao bado watu wengi wanaogopa, wanasema labda kutakuwa na shida. Utalii huo ni mzuri sana. Ni utalii ambao ukipanda baluni, unapanda juu na utaona wanyama kwa wakati mmoja pande zote. Wanyama wengi unaona kwa chini na hakuna shaka yoyote. Tuwaombe wananchi waweze kuunga mkono juhudi za Mheshimiwa Rais za kukuza utalii. Wafike na wajionee nchi yetu ilivyo nzuri. Waone utalii, waone wanyama, lakini wasisahau utalii wa baluni, utalii wa puto. Ukiona unaweza ukashangaa, lakini ni kitu kizuri wala hakina shida. Karibuni sana wananchi wote, karibuni askari wenzetu. Mnapokuwa kazini baada ya kufanya kazi nzito, basi mpate nafasi au ruhusa muweze kufanya utalii katika mbuga zetu. Msisahau Serengeti, msisahau kufanya utalii wa baluni. Watembelee hifadhi hizi, kwani kwa kutumia fursa hiyo sio tu kufurahia, lakini baada pia ni kuondoa msongo wa mawazo, lakini na kurefusha maisha ya Watanzania. Karibuni sana. Nashukuru kwa kupata nafasi hii ya kutembelea hifadhi ya taifa Serengeti. Tumejifunza na kufurahia, hivyo na waomba askari wenzangu wapatapo nafasi waweze kutembelea katika hifadhi mbalimbali za taifa ili waweze kujifunza na kufurahia kama tulivyofurahia sisi. Na mtazamaji, na taarifa hiyo kutoka huko mkoani Arusha ndio inatupa wasaa kwenda kuungana na winga tele za Witness Ngalawa katika upande wa michezo na burudani. Hii ni Channel 10 Plus na mimi ni Lulu Ali. Baki nasi. Naam, asante Lulu Ali kwa kunipa kijiti kwenda kujimwaya viwanjani kufahamishana mambo mbalimbali ya kimichezo na burudani yaliyojiri na yanaendelea kujiri kunako viunga mbalimbali vya kimichezo iwe ndani ama nje ya mipaka ya Tanzania, ukiwa nami mwana michezo wako winga teleza Witness Ngalawa. Na moja kwa moja naanza na kitaifa ambapo Shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF imetangaza kufungia viwanja vitatu kutumika kwa michezo ya ligi kuu soka Tanzania bara kutokana na kukosa vigezo vya kanuni na kisheria vilivyotakiwa kutumika katika ligi kuu. Viwanja hivyo vilivyokumbana na rungu hilo ni Jamhuri Dodoma, CCM Kirumba Mwanza na Leti Singida. Taarifa iliyotolewa na ofisa habari wa mawasiliano wa TFF Clifford Mario Ndimbo imesema miundombinu ya viwanja hivyo havikidhi masharti yaliyoweka katika kanuni ya leseni za klabu. Hivyo timu zinazotumia viwanja hivyo kwa michezo yao ya nyumbani zitalazimika kutumia viwanja vingine vinavyokidhi vigezo hadi marekebisho yatakapofanywa na TFF kufanya ukaguzi mpya. TFF imezikumbusha klabu zote kuendelea kuboresha miundombinu ya viwanja ili kuhakikisha michezo inachezwa katika mazingira salama na yanayokidhi viwango vya kitaifa pamoja na kimataifa. Nikiwa bado ligi kuu soka Tanzania bara, baadhi ya mashabiki wa soka jijini Dar es Salaam wamezitaka mamlaka za soka nchini kufanya maamuzi sahihi na ya haki ili kumaliza mzozo uliopelekea mchezo wa Kariakoo Derby kuahirishwa mwishoni mwa juma lililopita. Wakizungumza na Channel 10 Plus michezo, baadhi ya mashabiki hao wameziomba mamlaka ikiwemo TFF na bodi ya ligi kuliamua swala hilo kwa kuzingatia kanuni zinazoongoza ligi kwa maslahi mapana ya soka hapa nchini.
Kwanza mchezo pange tena siku nyingine kipigwe kama kawaida. Lakini hapo adhabu kali zichukuliwe kwa wale ambao wamefanya mpaka mchezo ufanyaje usichezeke. Ukiangalia wanasema Simba alivunja kanuni kwa nini ya kutoa taarifa kwenda uwanjani. Kwa hiyo sasa kama wote kuna mkanganyiko ambao itokea ambao imefanya mchezo usichezeke, turudie ipange tu tarehe nyingine. Kwa sababu mechi Yanga mpeleka mechi uwanjani. Simba wameenda kwenye mazoezi lakini wakaisha mlangoni wakageuza na hawajapeleka timu amesema hawapeleki. Lakini TFF wamesema kwamba mechi isichezwe. Sioni kama kuna sababu tena nyingine ya kupanga tarehe nyingine. Cha msingi ni nani mwenye haki wa kuchukua point 3 na magoli 3. Kama ni Simba achukue. Kama ni Yanga achukue. Mimi kwa upande wangu naona niko sahihi kwa sababu ili tujue dunia inaendaje, lazima mambo yatokee. Kama kanuni inavyoelezwa kwamba timu ngeni siku moja kabla mchezo inabidi afanye mazoezi. Kama kanuni inaruhusu kwamba sipofanya mazoezi mechi ivunjike, basi sawa, mtu apewe haki yake. Na kama hiyo kanuni haipo, basi kama mtu apewe haki yake. Kwa mimi kirejea 2021 Simba alikuwa mwenyeji. Yanga aligomea mchezo akaondoka. Simba akuomba gharama kwamba udishoe gharama ya maandalizi wa bodi ya ligi, kuomba gharama kwamba tumefanya maandalizi wa ya mchezo huu. Kichopo bodi ya ligi wapange tarehe husika. Na Yanga wamekwenda uwanjani, sheria zipo, sheria tafuata mkondo wake. Kwa sababu hakuna kanuni inayosema kwamba timu isifanye mazoezi ya mwisho mechi iahirishwe. Mshafahamu eh? Timu isifanye mazoezi ya mwisho labda kutokana na vurugu au jambo limetokea, mechi itakuwa kama kawaida, ila bodi ya ligi itatuma maafisa yake kuna kuchunguza tukio lile, alafu watatoa adhabu, lakini wakati huo mechi imeshachezwa. Namna hivyo mashabiki wa soka katika jiji la Dar es Salaam bado wanaendelea kutema cheche kuhusiana na yale ambayo yalijiri siku ya Jumamosi ya dabi babu kubwa Afrika Mashariki na Kati, dabi ya Kariakoo. Kadhalika kiongozi mstaafu wa chama cha ACT Wazalendo Zitto Kabwe amezungumzia namna ligi kuu inavyojiendesha hivi sasa na kumwelezea marehemu Profesa Mzee Philemon Sarungi kama shabiki mkubwa wa Simba angekuwa hai angekemea kwa ukali uamuzi wa kuahirishwa mechi ya dabi kati ya Yanga na Simba ambayo ilikuwa inapaswa kucheza siku ya Jumamosi kwenye dimba la Benjamin Mkapa, akisisitiza uamuzi huo haukufaa kwa maslahi ya ligi ya Tanzania. Sarungi angekuepo juzi tulipotangaziwa kwamba mechi ya dabi kati ya Simba na Yanga imeahirishwa, angereact namna gani? Kwa sababu mzee alikuwa ni mnazi wa Simba kweli kweli. Lakini naamini asingekubali upuuzi wowote ule wa kuifanya ligi yetu ionekane haina maana na inaendeshwa na vilabu viwili tu kati ya vilabu 20 ambavyo vinashiriki kwenye ligi. Na naamini angewakaripia viongozi wa ligi na viongozi wa timu zetu hizi mbili. Kwa sisi ambao tumekuwa miaka ya 90, picha ambayo mara zote inatujia tunapomsikia Profesa Sarungi na hasa katika nyanja ya michezo ni picha ambayo alikuwa anamvisha nishani George Magere Masatu katika mechi ya fainali kati ya Simba na Stella Artois ya Abidjan. Yeye akiwa waziri wa elimu na utamaduni wakati ule anapaswa kuvisha nishani wachezaji, lakini unamuona anamvisha Masatu nishani yeye mwenyewe akiwa na huzuni kubwa sana. Na ndio picha maarufu sana ya mzee Sarungi katika nyanja ya soka. Maneno hayo ya Mheshimiwa Zitto Kabwe ameeleza leo katika ibada ya kuaga mwili wa Profesa Mzee Philemon Sarungi katika viwanja vya Karimjee jijini Dar es Salaam. Nikiwa bado katika sakata hilo la mtanange wa kukata na shoka wa siku ya Jumamosi, mchezo wa tarehe 8 baina ya Simba na Yanga kuahirishwa mapema leo, ofisa habari wa Simba Ahmed Ali amefunguka kwa mara ya kwanza na kueleza namna walivyojipanga kuelekea michezo iliyosalia ligi kuu soka Tanzania bara.
Simba tulitoa taarifa ya umma na kila mwana Simba akaiona taarifa ile. Ule ndiyo msimamo rasmi wa klabu yetu ya Simba na kile ndicho kitu halisi ambacho Simba Sports Club kimetokea. Kwa sasa Simba hatutaongeza wala kupunguza wala kuongeza maelezo mengine baada ya kutoa taarifa ile. Ile ndiyo taarifa yetu rasmi, ndio alfa na omega, tumeshamaliza. Lakini bodi ya ligi na yenyewe tayari imeshatoa taarifa kuhusiana na sakata lile. Sisi Simba Sports Club tunaheshimu mamlaka ya waendesha mpira wa Tanzania na tunafuata maelekezo ya mamlaka. Mamlaka imetoa maelekezo, mamlaka imetoa ufafanuzi na mamlaka imemaliza kila kitu. Sisi cha kwanza ni kuheshimu maelekezo ambayo yametolewa na mamlaka, lakini pili ni kusubiri maelekezo zaidi kutoka kwenye mamlaka. Mamlaka imeweka wazi ya kwamba mchezo wetu uliokuwa uchezwe tarehe 8 utapangiwa tarehe nyingine. Sisi Simba Sports Club ambao ni watu smart na maridadi sana kwenye kufuata miongozo ya mamlaka, jukumu letu ni kusubiri tarehe mpya. Na tayari bodi ya ligi ambayo inaongozwa na viongozi waadilifu, viongozi makini, wenye ubora na utaalamu wa kuendesha ligi ya Tanzania wametoa maelekezo ya kwamba wataupangia mchezo wetu tarehe nyingine. Sisi jukumu letu la msingi, taifa kubwa Simba Sports Club, ni kusubiri tarehe mpya ya mchezo wetu dhidi ya mtani wetu. Na kwa sasa tunaendelea na hiki ambacho kiko mbele yetu. Ambacho kiko mbele yetu ni mechi ya tarehe 11, mechi ya tarehe 14, mechi ya tarehe 2, hapo nazungumzia robo finali ya kombe la shirikisho Afrika, na mechi ya tarehe 9 robo finali ya kombe la shirikisho Afrika. Haya kwa sasa ndiyo vipaumbele vyetu kwa sasa. La tarehe 8 tunasubiri maelekezo kutoka bodi ya ligi Tanzania. Na taarifa hiyo ndio inaweka utuo upande wa viwanjani kitaifa, na sasa ni ule wasaa wa viwanjani kimataifa. Kunani huko? Moja kwa moja tunaenda kuungana na mwanamchezo wetu Salum Pelembo kufahamu yapi ambayo yamejiri ama yanaendelea kujiri kunako kimataifa kimichezo zaidi. Mwanariadha kutoka Japan Kenichi Ito anayejulikana kwa kukimbia kwa kutumia mikono na miguu kama wanavyofanya baadhi ya wanyama, mchezo unaoitwa quadrobics. Mwanariadha huyo amesema amekuwa akivutiwa na namna wanyama kama nyani, nguruwe, sungura na wengineo wanavyotembea wamekuwa wepesi, ambapo alitamani kukimbia kama wao. Mjapani huyo amesema anaamini kuwa anaweza kuleta mapinduzi katika riadha duniani kwa kubuni aina hiyo ya mchezo. Mwanariadha huyo ni miongoni mwa watu wanaotembea kwa kasi zaidi kwa kutumia mikono na miguu, ambapo amefanikiwa kukimbia mita 100 kwa sekunde 15.71. Anadai kuwa hapo nyuma kuna mwindaji mmoja aliwahi kumdhania kuwa ni nguruwe mwitu. Mchezo huo unaofahamika kama quadrobics umekuwa mtindo maarufu kwenye mitandao ya kijamii duniani kote, hasa nchini Urusi. Watoto na vijana wanaweka mtandaoni video zikiwaonyesha wakifanya mazoezi ya kutembea kwa kutumia miguu na mikono kwa wakati mmoja kama nyani. Hata hivyo, baadhi ya wanasiasa hasa nchini Urusi ambako kumekuwa na mwitikio wa mchezo huo wanadai quadrobics inamdhalilisha binadamu na inahatarisha maadili ya utamaduni wa Urusi. Wanasiasa wa Urusi wametishia kupiga marufuku mtindo huo ambao watoto na vijana hutembea kwa kutumia mikono na miguu kwa wakati mmoja huku wakivaa barakoa na mikia ya wanyama. Salum Pelembo, michezo kimataifa, Channel 10+. Shukrani Salum Pelembo kwa taarifa hiyo kuhusiana na mwanariadha huyo kutoka nchini Japan akibuni namna yake ya ukimbiaji na kuwa na mwitikio mkubwa kimataifa hasa katika nchi ya Urusi. Na sasa ni ule wasaa wa burudani. Burudani moja kwa moja naenda zile ambazo zinabamba kunako mitandao mbalimbali ya kijamii, nazungumzia Instagram, YouTube, TikTok na mitandao tofauti. Na hii moja kwa moja tukio hili linalobamba linatoka nchini Peru. Kutoka mtandaoni ni jambo ambalo la kustajabisha ama kwa maana nyingine unasema ni la kusikitisha. Mwanamume mmoja ambaye amenusurika kugongwa na treni baada ya kulala kwenye njia ya treni. Picha zinaonyesha mwanamume huyo akiwa amelala bila kutikisika kabla ya treni ya mizigo iliyokuwa ikienda pole kumkanyaga. Mlevi huyo
amenusurika kifo baada ya treni lilokuwa likienda mwendo wa polepole kumgonga na kupata jeraha dogo katika mkono wa kushoto kwenye reli mtaa wa Ate huko Lima nchini Peru. Afisa wa eneo hilo anasema mtu huyo alikuwa amelewa chakali na akalala kwenye njia ya treni na hakuona treni ikikaribia, ndipo ambapo treni likamkaribia na kumgonga, lakini jambo ambalo la kustaajabisha ametoka salama salimini. Na ndivyo ambavyo na hitimisha yale yote ya dawati la michezo na burudani kwa siku nzima ya leo. Kumbuka mimi ni winga Teresa Witness Ngalawa. Nikurejeshe kwake Lulu Ali aweze kutamatisha habari yetu ya kutwa nzima ya leo. Na mtazamaji, namna hiyo winga Teresa Witness Ngalawa anatuacha katika upande wa michezo na burudani katika habari ya kutanzima leo. Kwa nami Lulu Ali. Nakushukuru sana mtazamaji kwa kuendelea kutazama Channel Plus na kuchagua kama kituo chako bora kabisa. Endelea kutufuatilia katika page zetu za Instagram, Facebook, bila kusahau na YouTube channel kama Plus Digital. Subscribe, share bila kusahau na kucomment. Wakati mwingine uwe na usiku mwema.